Somo la leo, somo la 11 la Injili ya uwanjani. Je, kweli Mungu yupo? Waebrania wa 11 mstari 6. Utangulizi. Lengo la imani, tunayo imani si kitu cha kimwili kinachoonekana, bali ni cha kiroho. Hii haimaanishi kwamba mambo ya kimwili hayahitajiki. Kile kisichoonekana ndicho cha muhimu zaidi kuliko kimwili. Katika neno la leo ilisemwa kuwa ni mambo yasiyoonekana, lakini ushahidi unajitokeza. Ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Hatutazami mambo ya kupikirika, bali tunatazama uhalisia. Ilisema kuwa wazee walipata ushuhuda kwa njia hii. Mungu anatuonyesha je ushahidi? Katika Waebrania wa 11 mstari 3, kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumba kwa neno la Mungu. Msingi wa kuweza kukutana na kumtumikia Mungu wa kiroho ni neno. Kwa imani, Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo akashuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akajishuhudia sadaka zake, na sadaka hiyo ni damu. Katika maana ya kiroho, damu ni Yesu Kristo. Kwetu sisi hakuna ushahidi ulio wazi zaidi kuliko huu. Damu ni Yesu Kristo. Katika Waebrania wa 11 mstari 5 hadi 6, kwa imani Enoki alihamisha asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamisha alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Neno wale wamtafutao ilimaanisha maombi. Kuna aina 3 za ushahidi wa kumhusu na kumshuhudia Mungu. Kwanza ni neno, pili ni damu, yani Kristo, tatu ni maombi. Ni nini kini cha muhimu zaidi katika neno la Mungu? Ni damu. Jina la Yesu Kristo ni ufunguo wa kila kitu. Ilisema, nitakupa ufunguo za ufalme wa mbinguni. Mambo haya ya kweli yanaonekani kwa urahisi kwa macho. Tunashuhudiaje neno hili lenye damu? Ni kupitia maombi. Sehemu yoyote ya Biblia unayotazama ni sawa. Hakuna sehemu tofauti. Sehemu yoyote
unayotazama, lazima ushuhudie neno la Mungu aliye hai. Na unashuhudia nini unaposhuhudia neno? Ni damu. Hii inaweza kutatua matatizo yote. Sisi tuliopokea ushahidi huu, tunafanya nini kwa jina lake? Tunaomba. Waebrania wa 4 mistari 16 inasema anatupa neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hiyo tusema tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kukaribia kwa ujasiri kunamaanisha kukaribia kwa msingi na uhakika. Huu ndio ujumbe wa Darak방. Hili inajitokeza sehemu yoyote unayotazama. Lazima umjue kwa hakuna njia nyingine isipokuwa njia ya neno la Biblia. Hii inaunganisha na Mathayo wa 28 mstari 16 hadi 20. Hakusema endeni kahubiri kwa mataifa yote, bali alisema fanyeni mataifa yote kuwa wanafunzi. Lazima uvae miwani hiyo ya Injili. Hata ukiingia chooni haitafanya kazi. Lazima upate watumishi ndani ya chuo. Huu ndio ufunguo. Endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Wanafunzi ni ufunguo. Mungu ameandaa. Hii ndio njia ya kuokoa pio na maeneo ya viwanda. Usiwe na wasiwasi hata kama kanisa halikui haraka. Ikiwa tu utawalea watumishi wa Kristo kama wanafunzi wa Kristo ambayo Mungu amewaandaa uwandani, mambo yataanza kusonga. Unawezaje kufanya kazi ya Mungu bila watumishi wa Kristo walioandaliwa? Bwana wetu kama Yesu Kristo aliona watumishi walioandaliwa na Mungu kuwa ni wa muhimu ili injili hii iweze kuhubiriwa. Je, kweli Mungu yupo? Kwa sababu binadamu ana mwili, wakati mwingine ana mashaka na Mungu na kukosa imani kwa sababu hamuoni wala hamuhisi. Mwili wa somo kuu. Kwanza, mtu asiyeamini Mungu huishije? Luka wa 16 mstari 19 hadi 31. Kile tajiri alichokuwa nacho na kile alichokikosa. Tajiri alikuwa na nini? Alikuwa na fedha nyingi, si kwa juhudi zake tu, bali kupitia mpango wa Mungu. Alikuwa na afya ya kutosha kufanya karamu kila siku, sherehe ya kila siku. Mungu alimpa fursa nzuri, lakini kulikuwa na mambo kadhaa ambayo tajiri huyo hakuwa nayo.
kile tajiri alichokikosa hakuwa na Mungu, hakumjua wala kumwamini Mungu. Kwa hiyo hakuwa na furaha ya kweli. Alikuwa na furaha ya muda ya kimwili ya kula na kucheza, lakini hakuwa na furaha ya kweli. Mtu huyo alifanya karamu, sherehe kila siku, karamu za pombe na sherehe mbalimbali, lakini mtu huyo hakuwa na marafiki ya kweli. Karibu naye walikuwa watu wanaojua kula na kucheza tu. Hakujua kwa nini anaishi. Hakuwa na kusudi la kweli la maisha. Kwa hiyo hakuwa na tumaini la kweli. Hakuwa na maisha ya baada ya kifo. Katika upande wa kiroho, mtu huyo aliishi maisha ya kusikitisha. Wakati huu, mtu anayeitwa Lazaro alitajwa kama kulinganishi. Hii haimaanishi kwamba tuwe maskini kama Lazaro. Hata mimi sipendi maskini. Yesu alitoa mfano huu ili kuuliza wanafunzi wake, kama sisi, nani aliye bora zaidi? Swali ni muhimu. Nani aliye bora zaidi katika tajiri na Lazaro? Neno la Yesu lilimaanisha, je, ni bora kula karamu upendavyo kisha uende kuzimu baada ya kufa, au ni bora kuteseka kidogo sasa kama Lazaro lakini uende mbinguni? Muhimu ni bora, si kama sisi tungependa maskini. Bora zaidi ni nini kwa mfano ya Yesu? Hivyo Yesu alieleza maisha ya mbinguni na kuzimu. Yesu aliweka kiini cha maelezo yake kwenye kuzimu. Jambo la kufurahisha ni kwamba tajiri huko kuzimu alitaka maji. Iweke kwenye ulimi wake. Hii inamaanisha kuwa huko kuzimu hakuna hata tone la maji. Hata kidogo maji hakuna. Kwa maneno mengine, hata neema ya kawaida ya Mungu haipo huko katika kuzimu. Kwa nini? Kwa sababu tajiri huyo alisema hahitaji neema ya Mungu wakati akiishi duniani. Kwa hiyo anaenda mahali ambapo hakuna neema ya Mungu. Kwa urahisi, kuzimu ni nini? Ni mahali ambapo hakuna neema ya Mungu kabisa. Wakati akiishi duniani, tajiri huyo alifurahia neema ya kawaida. Lakini kuzimu ni mahali pasipo na neema ya Mungu hata kidogo. Kwa sababu
hakugundua mambo haya sita wakati akifurahia neema ya kawaida alipoteza mwelekeo wa maisha yake kabisa. Wasioamini Mungu wanakupa hivi kama yule tajiri. Kwa neno moja, wamepoteza njia ya maisha. Kwa sababu wanapoteza njia ya maisha, wanapoteza fedha na wanapoteza afya, jambo wanalo lifanya vizuri zaidi ni nini? Ni kula tu. Wanakula, wanalala, wanakula, wanalala, na kisha wanakufa. Kwa hiyo lazima tuhubiri injili kwa matajiri. Hata kama mtu ana fedha nyingi, atakula bakuli ngapi za chakula? Kuna mwisho. Lakini wanakufa wakiwa wamepoteza njia ya maisha. Namba mbili, tatizo la msingi ndani ya matatizo. Warumi 3:23. Namba mbili ni ya muhimu sana. Kwa nini maisha yetu yamekuwa hivi? Watu hata sisi wanajaribu kupata baraka kila wakati ya kidunia na kimwili. Kwa hiyo wanasema pokea baraka za Mungu. Hata tungependa Mungu akubariki. Lakini haimaanishi kuamini Mungu, bali kumuhitaji Mungu ili mimi nipate baraka za dunia hii. Biblia inafundishaje? Mtu aliyepokea baraka anapaswa kuwa ni mali. Wasioamini, yani watu ambao hawajapokea baraka za kimwili wakiwa na mali, mwishowe watafanya mambo ya ajabu tu. Mtu ambaye hajapokea baraka za kimwili akiwa na afya njema, kila siku atafanya mambo ya ajabu na kuwatesa wengine. Watu wengi wanadhani kuishi maisha marefu ni baraka. Hebu waza mtu asiyekuwa na baraka za Mungu akiishi maisha ya marefu, atawatesa wengine kwa kiasi gani? Kwa hiyo mtu aliyepokea baraka za kweli anapaswa kuwa na afya, kuishi maisha ya marefu na kuwa na heshima. Baraka ya kweli ni nini? Katika Mithali 1:7, kumwacha Bwana ni chanzo cha maarifa, yani ni mwanzo wa maarifa. Katika Ufunuo wa 1:3, heri asomaye na wao sikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo. Na katika Ufunuo wa 14:13, heri wapao katika Bwana. Kuwa ndani ya Kristo ndio baraka. Tunapaswa kutatua nini sasa tunapofanya mafunzo ya Biblia? Tatui matatizo.
Tunajaribu kutatua tatizo la msingi ambalo ni tatizo kuu katika matatizo yote. Watu wanaoishi duniani wanateseka kwa sababu hawajui tatizo la msingi. Hawateseki kwa sababu hawana fedha, bali wanateseka kwa sababu hawajui tatizo la msingi. Lazima uwaambie katika eneo la mafunzo ya Biblia tatizo hilo la msingi ni nini? Ni dhambi. Sifa mbali za dhambi: dhambi ya asili na dhambi ya kutenda. Dhambi ya asili ndiyo chanzo na dhambi ya kutenda ndiyo matokeo. Basi ni nini hini tunacho shughulikia katika mafunzo ya Biblia? Ni dhambi ya asili ni nini? Watu wengi husisitiza dhambi ya kutenda katika ujumbe wao, kwa sababu dhambi ya asili haijatuliwa. Kusisitiza dhambi ya kutenda kuna wafanya wazungumzie maadili tu kila wakati. Mafarisayo walikuwa hivyo. Hawakuzungumzia dhambi ya asili, bali walisisitiza dhambi ya kutenda kila mara. Hivyo kila siku ilikuwa ni sahihi au si sahihi. Hata katika nchi yetu, ukiangalia maudhui ya ugomvi, si jambo lingine bali ni kusema ni sahihi au si sahihi. Kisha inakuwa mbaya sana hadi shitakiana. Kile ambacho Biblia inasema hasa ni kutatua tatizo la msingi. Hatujaribu kutatua dhambi ya kutenda kwanza, bali tunajaribu kutatua dhambi ya asili kwanza. Dhambi ya asili ni nini? Inamaanisha kutengwa na Mungu. Hii inaitwa dhambi ya asili. Kutengwa na Mungu kunamaanisha kuwa chini ya utawala wa Shetani. Katika Waefeso 2:1 ilisema kuwa tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi. Kwa hiyo wanadamu wote wako chini ya nguvu ya Shetani. Katika Matendo 10:38 inasema wale walioonewa na Ibilisi. Paulo na Luka waliona hili. Lazima tuseme njia ya kuwaokoa watu wanaoteseka kutokana na kuonewa na Ibilisi. Namba 3, matokeo ya kutomwamini Mungu. Ikiwa utawacha wasio mwamini Mungu kama walivyo, nini kitatokea? Kuna aya 4 ya Biblia. Kwanza, Yohana 8:44, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Watu wote ni mali ya Ibilisi na wanateseka gizani bila kuonekana. Hawawezi kutoka humo. Tunahitaji kwenda na kutoa ujumbe sahihi wa Injili, lakini kwa sababu hakuna anayewaambia, wasiomwamini wanateseka bila kujua sababu. Ikiwa unamwamini Yesu Kristo,
atakufanya mshindi hadi mwisho. Anatufanya kuwa sahihi huku akirekebisha upungufu wetu. Mungu anatuokoa hadi mwisho. Warumi 8 mstari 31 hadi 39. Hakuna atakayeweza kututenga na upendo wa Kristo, wala urefu, wala uenda chini, wala ulivyo majini, wala vilivyo mlimani, wala vilivyo mbinguni. Hakuna chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Kristo, kwa sababu wasioamini sasa wamenasua na shetani, wametawalia na shetani. Unapaswa kusema kuhusu Yesu Kristo namba 2 katika Waefeso 2 mstari 1. Tunaona nini kilitokea kwa wasioamini Mungu? Kiuhalisia wao ni wafu. Nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu? Kiukweli ni wafu. Mtu aliyekufa anawezaje kufanya kazi? Mtu aliyekufa anawezaje kuhubiri? Kwa hiyo lazima kwanza uishe uhai wao. Ukitoa uhai, wataishi. Wasioamini wanatambua hili wanapojifunza. Watafikiri kweli simjui Mungu kabisa, kwa sababu hiyo ni kweli. Wakati huu kazi kubwa ya Roho Mtakatifu inatokea. Kwa sababu tunasema neno sahihi. Roho Mtakatifu lazima afanye kazi kwa nguvu. Kwa hiyo wasiomwamini ni wafu ikiwa utawaacha bila kupokea wokovu. Waefeso 2 mstari 2. Ikiwa utawaacha wasiomwamini kama walivyo, wataenda kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mkuu wa uwezo wa anga hadi wape. Hii sehemu lazima isisitize kwa wasioamini. Kusema tu mpokea Yesu hakutaleta mabadiliko. Kwa nini lazima ampokee? Kwa nini atampokea? Alipokeaje wokovu? Aliokolewa kutoka wapi? Lazima uwaambie hayo ili watu hao waokolewe. Mtu anayeelewa hili ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo nenda kwenye maeneo ya daraba na ufanye wanafunzi. Bwana wetu alisema hivyo. Warumi 6 mstari 23 inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti ni nini? Katika Ufunuo wa 14
Mstari 9 hadi 11 inasema kuzimu ni mahali ambapo hawapumziki mchana wala usiku. Wanateseka kila wakati. Kabla ya kwenda kwenye kuzimu ya milele, wanateseka na kila aina ya taabu duniani na kuishi maisha kama ya kuzimu bila kupumzika mchana wala usiku. Msongo wa mawazo imetokea. Matatizo ya kiroho imetokea hapo. Njia ya kumjua Mungu namba 4. Kwanza, Yohana wa 3 mstari 16. Katika kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Hapa unapaswa kusema nini? Mungu anakupenda. Ninapokwenda kuhubiri na uinjilisti, ninaanza na neno hili kwanza, na sijawahi kuona mtu anayechukia. Wakati nikiomba Mungu alinituma kwako, ninaposema hivyo, wakati wengi wanashangaa na kunitazama. Mungu anakupenda sana. Hata sasa Mungu anakupenda sana na anataka kukuokoa. Unakutanaje na Mungu? Mungu mwenyewe alituonyesha njia ya kukutana naye. Namba 2, Yohana wa 1 mstari 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanywa watoto wa Mungu, ndio wale waliomwamini jina lake. Unapomwamini Yesu Kristo kama Kristo Yesu kwa dhati na kumpokea, unapata mamlaka ya kuwa mtoto wake. Unapata mamlaka gani? Ufunuo wa 3 mstari 20. Tazama nasimama mlangoni, nabisha, mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Yesu ataishi nasi, atakula nasi kila wakati, atakuwa nasi kila wakati. Ndivyo inavyomaanisha. Hii inamaanisha Yesu Kristo ni mtu anayeishi nasi na kula nasi kila siku na kila wakati. Tutaishi pamoja na Yesu Kristo na tutaendelea kula. Hii inamaanisha umeokoka. Wokovu si wazo tu la kuupokea, bali ni Bwana kuwa nasi kila wakati. Lazima umuambie hili mtu anayejifunza Biblia. Yohana wa 3 mstari 3 hadi 5 inamaanisha nini kwamba Yesu Kristo yuko nawe? Kusema kuwa umempokea Yesu Kristo kwa Mwokozi haimaanishi tu umempokea, bali inamaanisha umezaliwa mara ya pili kwa Roho Takatifu.
Unapompokea Yesu kama Mwokozi, Roho Mtakatifu anakuja ndani yako. Yohana wa 14 mistari 16 hadi 17. Yohana wa 14 mistari 26. Roho Mtakatifu atakuongoza kila wakati kwenye kweli na haishi hapo. Matendo ya Mitume wa 1 mstari 4 hadi 8. Mungu hamwachi aliyeokoka peke yake, bali aliahidi waziwazi, baada ya siku hizi chache mtabatiza Roho Mtakatifu, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ikiwa tutajaza na Roho Mtakatifu kumpokea nguvu, hata afya haitakuwa tatizo. Haiishi hapo pia. Katika Matendo wa 2 mstari 1 hadi 13, nini kinatokea unapojaza na Roho Mtakatifu na kupokea nguvu? Uwepo wa Mungu unatokea na pia milango ya mahubiri inapunguka. Milango ya mahubiri inapunguka katika nchi 15. Katika Matendo wa 2 mstari 17, tunaona macho ya kuona siku zijazo. Wanapunguka macho ya kiroho ambayo Mungu anayapungua, yanapunguka wazi. Unaona mapema jinsi siku zijazo zitakavyokuwa. Kazi kama hii inatokea kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo kama Mwokozi. Katika 1 Yohana wa 2 mstari 20 hadi 27, upako ulishusha juu ya watakatifu. Mungu amefanya maandalizi kamilifu ndani ya Yesu Kristo. 5. Sababu kwa nini aliyeokoka anatangatanga? Kwanza, wanatangatanga wakati majibu ya maombi yanapochelewa. Kwa sababu ya tabia yetu ya haraka ya kimwili, tunatangatanga bila kuweza kusubiri. Hakuna tatizo kwa upande wa Mungu, lakini kuna tatizo kwetu. Mungu ana mpango kamilifu na ratiba, lakini kwa sababu majibu ya maombi yanachelewa, tuna yumba, tunatangatanga. Ibrahimu pia alitangatanga. Wanapofikiri majibu yanachelewa, tunadanganywa na uhalisia na kushindwa kusubiri. Hivyo aliyeokoka anatangatanga. Wanatangatanga wakati hawaongozwi na Roho Mtakatifu. Msitangulie kama mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hata ikionekana inafanya kazi kwa muda, lazima itashindwa. Msitangulie Roho Mtakatifu wala msibaki nyuma, bali mfuateni
Roho Mtakatifu anayowaongoza. Mtume Paulo alifanya hivyo. Paulo kazi yake ilipozuliwa, hakukata tamaa bali aliomba Roho Mtakatifu anataka nini. Unapoingia chooni, kuna kitu Mungu anataka. Fanya hicho tu. Unapoingia kazini, kuna kitu Mungu anataka. Fanya hicho tu. Bwana Yesu Kristo na Roho ya Kristo unataka nini hapa leo? Ukijiuliza swali hili, kuna kitu kinachogusa moyo wako. Wakati huo, Bwana wa Roho Mtakatifu ananipa sauti gani? Hapa lazima ufanye vizuri kulingana na Biblia. Wazo kama hilo linaingia. Mungu yuko nasi, lakini tunakosa nguvu tusipopata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Muamini kwa hakika ameokoka na amepokea baraka zote. Lakini kwa nini anakosa gani? Sababu wanatangatanga wakati maombi yanapokatika na kukosa kujaza na Roho Mtakatifu. Msitangaye, bali fungueni mlango ya mioyo yenu kabisa. Ombeni na mjaza na Roho Mtakatifu. Wanatangatanga kwa sababu hawana uhakika. Kuna watu wengi wanaotangatanga kwa sababu hawajaokoka au hawana uhakika wa wokovu. Kuokolewa inamaanisha uwepo na Roho Mtakatifu, na uhakika ni kujaza na Roho Mtakatifu. Ili kupandikiza uhakika wa wokovu, Mungu anataka tufanye nini? Aliyeokoka amepata nini? Anataka tupikishe hilo kupitia sisi. Je, kweli Mungu yupo? Hilo linaendelea sasa katika tarafa. Mwishoni, tunapaswa kusema nini? Tunapaswa kuendelea kuangalia nini? Ni kichwa cha maombi na wakati wa maombi. Kisha lazima tusaidie kundi la maombi la mtu huyu, yani kumsaidia kuomba ndani ya tarafa. Harakati za maombi lazima zifanywe vizuri zaidi ndani ya tarafa. Lazima uendelee kuangalia jinsi wanavyofanya harakati za maombi. Usilazimishe bali wafanye waombe kweli. Ukimwambia mtu aliyehudhuria tarafa, tuombe pamoja, basi bila shaka atapata neema. Mtu ambaye hawezi kuomba pia hawezi kufanya vizuri katika tarafa. Hili ikitekelezwa katika tarafa, mtu huyo atapata neema kubwa kiasi kwamba uso wake utakuwa tofauti hata siku ya Jumapili. Kwa sababu anapata majibu ya maombi, uso wake unakuwa mwangavu na ibada yake inabadilika.
anapoabudu neno linaingia ndani yake mara moja. Hivyo maisha yanakuwa na uzima. Ukichukua kichwa cha maombi na kuomba kwa saa maalum, mtu huyo atapata majibu. Hivyo kinachofuata ni shukrani na kinachofuata ni fursa ya wokovu. Furaha ya wokovu. Mtume Paulo kusema furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Shukrani kwa kila jambo, si maneno yaliyosema bure, bali ni maneno yaliyotokana na majibu kama haya ya maombi. Hata mtu aseme nini, mimi na nini ni wanadamu. Hakuna tofauti kubwa katika ya aliye erevu na asiye erevu sana. Tukimwacha Yesu Kristo, hatuna budi kuanguka. Ikiwa Yesu Kristo hatubariki, hatuwezi kubarikiwa, ni sawa. Hata mkiwa wachungaji wazuri kiasi gani au waumini wazuri kiasi gani, msipokuwa na uhakika na maombi yasipofanya kazi, mtakuwa tu mnatazama baraka zilizo tajwa hadi sasa. Tutakuwa watazamaji tu. Hatutajifurahia. Kwa hivyo lazima tutoe ujumbe na kuwafanya waweze kufanya hivyo. Wale wanaoongoza darabani vizuri, timu zao zinaomba kwa usahihi. Hili ni la umuhimu sana. Ikiwa kiongozi wa darabani hajajifunza maombi vizuri na kuyafanya kwa namna ya ajabu, washiriki wote watakuwa wa ajabu. Ukichukua kichwa cha maombi kwa usahihi kulingana na neno na kuomba kwa muda uliopanga, maombi ya ratiba, kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo, atatupa majibu na Roho Mtakatifu atarekebisha mapungufu yenu. Basi maombi ni muhimu kiasi gani? Katika nyakati hizi za mwisho, lazima tuwe na afya njema na tufanye mambo kwa usahihi kulingana na Biblia. Tunawezaje kufanya kazi kwa kutumia njia za binadamu? Lazima tuombe maombi sahihi, kusimama kwenye neno, kushikilia kichwa cha maombi na kuomba, kuokoa kundi na kujiokoa wewe mwenyewe. Hiyo ndio darabani. Hata kama kiongozi katika darabani hawezi kutoa ujumbe wa darabani vizuri, lazima apikishe kichwa cha maombi vizuri na kuhakikisha maombi yanaunganisha. Uenezaji wa Injili lazima ufanike, lakini ni muhimu maombi yafanike vizuri. Nikiangalia baadhi ya darabani za kanisa lenu, wakati wa kiangazi, darabani hufanya
mafungo pamoja. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Kwa njia hiyo, maombi ya watu hao lazima yaunganishe. Ikiwa maombi hayafaniki, hayawezi kupokea neema. Hapo ndipo matunda yataanza kutokea taratibu katika tarafa na uamsho mkubwa utatokea sehemu mbalimbali. Tuombe pamoja. Baba Mungu uliye hai, asante kwa kutufanya tusikilie agano la Kristo ambalo ni uhalisia wa kiroho usioonekana, badala ya mambo ya kimwili yanayoonekana kupitia neno ulilotupa leo. Tunakiri kwamba tunaona kwa usahihi tatizo la msingi la dhambi ya asili ya kutenga na Mungu, na kwamba dhabihu ya damu ya Yesu Kristo pekee ndio ufunguo wa pekee wa utatua laana zote na nguvu za Shetani. Usiruhusu kwamba ya maombi ikatike uwanjani, na utujalie kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu na mwongozo wa kina kupitia maombi ya saa maalum. Wanafunzi walioandaliwa uwanjani na wainuke kupitia sisi, na majibu ya maombi na shukurani na vipurukie katika kila daraja. Tunaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo, aliyetuokoa na ambaye yuko nasi kila wakati, kama anayekula nasi hata sasa. Amina.